Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Ni siku ya neema. Sababu ndio kwanza tunaanza kutekeleza yale maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Lazima tumpongeze Mheshimiwa Rais sana kwa sababu ya sera yake nzuri ya uwekezaji. Lakini pia na mahusiano mazuri na wale ambao wanawekeza ndani ya nchi yetu. Tuendelee kusupport uwekezaji kama sera ya serikali inavyosema. Tupunguze migogoro na wawekezaji wetu ili tuweze kupata tija. Haya tunafurahia ni tija ya uwekezaji ambao tunayo kwenye maeneo yetu. Tumekuwa na changamoto kubwa ya upungufu wa madawati kwenye shule zetu. Sio shule hii tu. Shule zote ndani ya halmashauri. Na naamini zote zitapata haya madawati. Lakini tumshukuru mkuu wetu wa mkoa. Anafanya kazi kubwa sana kutupa support, backup kubwa kwenye jambo hili. Na leo nimemwambia naenda kupokea madawati. Anawapongezeni sana. Lakini tuwashukuru watu wa Mgodi kwa namna ambao mmeweza kupata wakandarasi 4 kwa sababu ya uhaba huu tulihitaji wakandarasi wengi, sio mmoja. Ili kazi iende kwa wakati, watoto wetu wasikae chini. Hatuna sababu ya watoto kukaa chini TARIME. Hatuna. Hasa halmashauri hii ambayo ina fedha nyingi. Natambua pia halmashauri mmetenga fedha kwa ajili ya madawati na shughuli inaendelea. Kwa hiyo tunaamini tutakava shule zote. Hakuna mtoto atakaa chini. Tutumie pia mapato ya ndani kutenga fedha kwa ajili ya ukarabati wa shule zetu, lakini pia utengenezaji wa madawati vikalio kwenye shule za msingi na shule za sekondari. Ili tusiwe na hiyo changamoto kabisa kwenye eneo letu. Lakini mpongeze Rim Company. Ameonyesha mfano na ameonyesha speed tunataka kwenda. Hao wengine watatu tunataka waongeze speed. Wiki ijayo nitamwalika mkuu wa mkoa. Atahitaji madiwani wote muwepo. Aje apokee kiasi kikubwa cha madawati. Kama nitamwalika bosi wa mkoa asije kaja kupokea madawati 2 hapa. Kwa tunahitaji wafanye kazi usiku na mchana. Ili kazi iende kwa haraka sana. Mgodi naomba mwasimamie kwa sababu nyinyi ndio mnasimamia miradi. Tutakapomleta mkuu wa mkoa hapa aje aone jitihada ambazo madiwani na wenyewe wamepambana, halmashauri imepambana, na nyinyi watu wa Mgodi mmepambana kwa kiasi kikubwa, wote kwa pamoja kwa kushirikiana. Hatuna sababu ya watoto kukaa chini. Ni aibu tukaenda kwenye shule tukakuta watoto wamekaa chini. Lakini hii yote ni kwa sababu ya hamasa kubwa ambayo tumehamasisha watu kupeleka watoto shule. Lakini pia ndio tumempongeza Mheshimiwa Rais kutoa gharama kwa ajili ya shule. Maana wazazi saizi hawachangishani, hawafanyi kitu. Gharama zote serikali inalipa. Kwa hiyo ni matarajio yangu kwa spidi tusipunguze. Tuongeze tuidabu. Ili sasa tuwape motisha hata wale watoto ambao wameitikia kwenda shule, lakini na wazazi ambao wamepeleka watoto shule. Kwa hiyo pamoja na kupokea madawati, niache tena maelekezo kwa watendaji, wenye viti wa vijiji na vitongoji na waheshimiwa madiwani. Twende tukahamasishe upatikanaji wa chakula mashuleni. Na isiwe ni hiari, ni lazima watoto wote wale chakula shuleni. Wakati mwingine anasema nyumbani ni jirani na shuleni. Kuwafanya wale chakula pamoja na maana yake. Tuwezi tukapata tija kama watoto kuanzia asubuhi anasoma hadi jioni hajapata chakula. Walimu ambao mnaenda kupokea madawati, niombe tuyatunze sana ya madawati. Tumeona changamoto ambayo tumepitia hapa katikati ya uhaba madawati. Leo tunayapokea hapa. Kamati za shule, kuu wa shule, walimu wakuu, tusimamia madawati yasiharibike ili yaweze kudumu kwa muda mrefu na yaweze kutumika kwa muda mrefu kwa ajili ya watoto wetu. Kwa hiyo nashukuru leo nimepokea madawati 215 na Mgodi tuwape ushirikiano madiwani. Wanapokuja kutembelea basi wafike kwenye site waone madawati kwa sababu wiki ijayo nitawataka madiwani wote wawepo. Tumechagua wakandarasi 4 ambao wanafanya kazi ya kutengeneza madawati hayo kwa lengo la kuhakikisha kwamba madawati yanatengenezwa kwa wakati na tunaweza kusambaza kwenye shule za sekondari na za msingi. Kiujumla pia tuna miradi mingine ya CSR ambayo tunaendelea kuitekeleza. Kwa mwaka huu 2025 fedha zinazotumika kutekeleza miradi hii yote 101 ni bilioni 9. Kwa hiyo tunatekeleza miradi katika wilaya nzima ya TARIME, halmashauri nzima ya wilaya ya TARIME, na lengo ni kuhakikisha kwamba tunaleta huduma karibu zaidi na wananchi. Kwa hapa leo tunakabidhi haya madawati 215 kwa shule hii ya msingi. Lakini lengo pia ni kwamba tutasambaza kwenye shule zile zingine zote na tumeshapewa distribution list ya kupeleka kwenye shule tofauti tofauti. Kwa hiyo wakandarasi wakishamaliza kutengeneza wanasambaza kwenye hizo shule. Sisi kama Mgodi, moja ya swala kubwa ambalo tunakuwa nalo ni kwamba tunataka kuishi vizuri na jamii. Na kwa kuwa tunataka kuishi vizuri na jamii, moja ya shughuli tunazofanya ni kuhakikisha tunasaidia jamii ambayo inatuzunguka. Hapa kwetu tuna vijiji 11 vinavyozunguka Mgodi na kama mnavyoona tuna miradi tofauti tofauti. Tuna miradi ya vituo vya afya, tuna miradi ya maji. Kwa kama nilivyosema, tuna mradi huu mkubwa wa maji ambao kwa sasa hivi unahudumia watu 34,600, lakini lengo pia ni kutanua huu mradi kwenda kijiji cha Kiwanja kwa mwaka huu ambapo Kiwanja kuna zaidi ya watu 12,000. Lakini tuna miradi mingine mingi. Tutakuwa na soko la dhahabu tunalijenga hapa Nyamongo, kuna stendi pale Nyamwaga. Tuna shule tofauti tofauti kwa maana ya madarasa, vyoo kwenye maeneo tofauti. Maana nafanya idadi ya miradi 101. Majina anaitwa Mwita Magige, diwani wa kata ya Nyamwaga, lakini kwenye
shughuli hii ya leo nipo kumwakilisha mwenyekiti wa halmashauri. Tuko hapa kupokea madawati ambayo sisi baraza la madiwani tuliazimia kwenye baraza letu kwamba shilingi milioni 800 itumike kwa ajili ya kutengeneza madawati pamoja na viti na meza. Na leo hii tumepokea kwa shule hii ya Kiwanja madawati 215 na ni mwendelezo kwamba sasa wakandarasi wanatengeneza na madawati yatagawiwa kwa shule kulingana na mahitaji ya shule husika. Na tulikuwa na hali mbaya sana mpaka kupelekea sisi kuazimia hili. Shule nyingi unakuta watoto wanakaa chini. Kwa tumedhamiria kwamba kwa sasa tunatengeneza madawati haya zaidi ya 5000, lakini pia kwenye mapato ya ndani kwenye bajeti ya 25-26 tumetenga pia fedha kwa ajili ya kutengeneza madawati mengine. Lengo letu ni kwamba kia mwaka 2026 kusiwe na mtoto ambaye anakaa chini, na tutakuwa tukitenga kadri siku zinavyoenda. Yani ni kipaumbele ambacho sisi kama baraza la madiwani tumeamua kukiweka. Majina naitwa Bogomba Rashidi, ni diwani wa kata ya Temambo. Haya madawati kimsingi ni msaada sana, kwa sababu mtoto akikaa kwenye dawati anajiamini, anajua anachokifanya, na pale pia mwalimu anamuona mtoto kwa sababu atakuwa amekaa kwenye dawati. Kwa hiyo naamini kwamba itakuwa ni mkombozi mkubwa sana kwa kuwasaidia watoto kufanya nini, kuongeza bidii ya masomo. Maeneo yetu yalikuwa na watoto wengi, wakati mwingine wanapotea, hawaendi shuleni. Sasa kwa sasa watoto wengi wameingia shuleni, wanaendelea kusoma, na kwa sababu hiyo haya madawati yatakwenda kutusaidia sana. Kwa jina naitwa Marina Ngaio, ni kaimu afisa elimu idara ya elimu msingi. Nimefika hapa shule ya msingi Kiwanja kata ya Temambo kwa ajili ya kupokea madawati toka kwenye mgodi wa North Mara ambayo yatatuwezesha sisi na shule zetu ndani ya halmashauri ya wilaya ya Tarime kuweza kupunguza kwa asilimia kubwa changamoto ya wanafunzi kukaa chini. Katika shule ya msingi Kiwanja tumepokea leo madawati 215 na tulikuwa na madawati 324 ambayo najua kupokea haya madawati yataweza kupunguza kabisa watoto kutokukaa chini. Tunaamini kwa kufanya hivyo pia faulu huo utakapoongezeka, ina maana na pia utoro kwa wanafunzi utapungua. Kupokea madawati haya tunajua tutapunguza utoro wa wanafunzi pamoja na ufaulu kupitia wawekezaji wetu ambao ni North Mara Gold Mine wa kuweza kututengenezea madawati. Lakini ninaamini jinsi tunavyozidi kuendelea, halmashauri ya wilaya ya Tarime itapokea madawati 5769 kwa idara ya elimu msingi.